Kwa hivi je, wanyama huwa wanafanya mapenzi kwa kuenjoy au wanyama huwa wanafanya mapenzi kwa ajili ya kuongeza kizazi? Nadhani katika jambo hili kila mtu atakuwa na mtazamo wa kipekee yake, na ndio maana nimeliweka kama swali. Lakini pia mtu wa kwanza kujibu litakuwa ni mimi. Je, wanyama wanafanya mapenzi kwa kuenjoy au wanyama huwa wanafanya mapenzi kwa ajili ya kuongeza kizazi? Kwa mimi nitalijibu hivi. Kuna baadhi ya wanyama huwa wanafanya mapenzi kwa kuenjoy, na kuna baadhi ya wanyama huwa wanafanya mapenzi kwa ajili ya kuongeza kizazi. Sana sana wanyama wanaofanya mapenzi kwa ajili ya kuongeza kizazi ni wale wanyama ambao wanakuwa na kile kipindi cha heat period, kipindi cha joto. Pale anapopata joto ndipo ambapo anapokuwa anatamani kufanya mapenzi kwa ajili ya kupata ujauzito, and then akishapata tu ujauzito basi heat itakuja kwake tena mpaka pale atakapozaa na mtoto wake atakapofikisha umri fulani, ndipo atapata heat nyingine tena. Na anapokuwa kwenye heat kuna harufu na ule uteute, viashiria fulani vinaonyesha madume kwamba huyu tayari yuko kwenye heat. Lakini nitaenda pia kutoa ushahidi wangu kwamba pia upo wanyama ambao wanafanya mapenzi kwa ajili ya kuenjoy. Kwa mfano, nyani jamii ya bonobos almaarufu kama nyani wa hipe. Hawa nyani huwa wanadiriki kushiriki mapenzi ya jinsia moja. Yaani unakuta nyani dume anampanda dume mwenzie, nyani ambao unaona hapa kwenye screen. Nyani dume anampanda dume mwenzie. Yaani paka nafikia stage je, hawa sasa watakuwa wanafanya kwa kuenjoy tena? Hawa watakuwa wanafanya kwa kuongeza kizazi tena wakati dume kwa dume, na maana moja kwa moja watakuwa wanafanya kwa kuenjoy. Kwa mimi pande zote mbili. Sasa kwako mtazamaji, je, wanafanya kwa kuenjoy au wanafanya kwa kuongeza kizazi? Tuwekee kwenye comment section hapo.